Mungu huweza kutumia hata wale watu ambao wanajiona au wanaonekana wa kawaida sana katika jamii kwa ajili ya huduma kubwa sana katika ufalme wa Mungu. Haijalishi unajiona una elimu, una fedha au huna qualification ambazo unadhani wewe ungefaa kutumiwa na Mungu kwa ajili ya kazi au huduma fulani. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu anaweza kukutumia. Kwa namna hiyo hiyo ulivyo na mazingira hayo hayo uliopo, Mungu anaweza kukutumia. Anachotaka tu ni uhusiano baina yako wewe na yeye, na wala si kitu kingine. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 27, Mungu aliyewachagua watu wadhaifu, wanaoonekana wadhaifu, ili awaibishe wale wenye nguvu. Fikiria mtu kama vile Musa ambaye alitakiwa au alichaguliwa na Mungu kuongoza taifa la Mungu kutoka Misri utumwani kuelekea katika nchi ya ahadi. Musa wakati anaitwa na Mungu, yeye mwenyewe alisema si mzungumzaji, hawezi kusema. Lakini sikiliza jibu la Mungu. Mungu akamwambia, "Je, ni nani aliyefanya kinywa cha mwanadamu? Ni nani aliyeumba kinywa cha mwanadamu?" Kwa hiyo kinachomata si qualification ulizonazo wewe, si katika mazingira uliyokuwa nayo wewe, si hali ulionayo wewe kwa wakati huo. Neema ya Mungu itakuwezesha kufanya yale ambayo usingeweza kuyafanya. Mungu anaweza kukutia nguvu, Mungu anaweza kukuwezesha kufanya yale ambayo usingeweza kwa akili zako, usingeweza kwa namna ambavyo unajiona. Kwa hiyo Mungu haangalii tu mazingira uliyokuwa nayo wewe kwa sasa. Mungu anaangalia utayari wako na uhusiano ambao uko nao na yeye. Jenga uhusiano mzuri na Mungu. Uko tayari kutumiwa na Mungu. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu anakuona ni wa thamani sana na anatamani kukutumia wewe. Wewe ni chombo cha thamani. Upo kwa makusudi na upo kwa sababu maalum katika hii dunia. Haupo tu au hauishi kwa sababu tu unaishi ili kutimiza kusudi la Mungu. Na hivyo hivyo ulivyo, bado una nafasi ya kutimiza kusudi la Mungu. Jenga tu ushirika wako mzuri na Mungu katika mazingira uliyokuwa nayo, katika familia uliyokuwa nayo. Haijalishi huna fedha, huna elimu, jenga ushirika na Mungu. Hivyo vyote hufuata. Hivyo hivyo ulivyo, Mungu atakufanya kuwa mkuu, maana haijalishi qualification yako, haijalishi mazingira yako, ila ni neema ya Mungu inayotuwezesha.